Kazi hii ambayo tumeifanya leo kuhakikisha Watanzania wanafanya mazoezi katika umbali tofauti, tumeokoa fedha nyingi za Watanzania. Nataka niwaambie ndugu zangu, asilimia kubwa ya wagonjwa wanapokwenda hospitali, zaidi ya asilimia 40 hawapewi dawa, wanatibiwa kisaikolojia tu, wanaambiwa unatakiwa ufanye mazoezi. Lakini kwa sababu ya taaluma, mpaka ambiwe na daktari ndio anajihisi hapa ni pahala sahihi. Lakini sasa ari hii ambayo umeionyesha leo na namna wananchi tulivyojitokeza inaonyesha dhahiri kwamba ile taaluma ya viongozi wetu wa sekta ya afya kufanya mazoezi imeitikiwa kwa moyo mkubwa sana. Hii si kazi ya kubezwa, hii ni kazi ya kuona kwamba uchumi wa Tanzania unategemea sana mafanikio ya taasisi za fedha ambayo CRDB imeonyesha mfano kwa vitendo. Sio washiriki tu, lakini bali ni sehemu ya ujenzi wa taifa letu, ni sehemu ya ujenzi wa uchumi wetu ambao tukifika 2050 maelekezo ya dira ambayo yameelekezwa tunakwenda kutekeleza kwa vitendo. Tunaiangalia dira yetu kuona kwamba Watanzania, kila Mtanzania anakwenda kutimiza ndoto yake anayoikusudia. Tunahakikisha mama mjamzito anajifungua salama, kijana msanii anaifanya ndoto yake inakuwa bora, kazi yake inakuwa biashara na anakwenda kupata mafanikio ya ajira anayoikusudia. Mjasiriamali anakwenda kufanya ujasiriamali na kuwa mfanyabiashara wa ngazi mbalimbali hadi kufikia mfanyabiashara mkubwa. Lakini mwanafunzi anakwenda kutimiza ndoto yake ya kujisomea hadi chuo kikuu, baadaye kutengeneza wataalamu bora. Tunatengeneza wachumi bora, tunatengeneza mainjinia bora, tunatengeneza wahasibu bora, tunatengeneza waandishi bora, lakini tunatengeneza pia wanasiasa bora ambao watakuja kuisemea vyema nchi yetu, watakuja kuieleza vyema nchi yetu na watakuja kulitetea taifa letu kwa maslahi mapana ya Watanzania wote. Ndugu zangu wa Tanzania, kazi hii ambayo CRDB wameifanya ni kazi endelevu, ni kazi ambayo inapaswa kutukuzwa na inapaswa kulindwa kwa maeneo mengine. Naamini taasisi nyingi za fedha zinaendelea kufanya vizuri, lakini CRDB imekuwa mfano bora. Hongereni sana na washukuru sana. Naelewa kabisa kazi hii sio CRDB peke yake. Wako watu ambao wamethamini, wameunga mkono na wamehakikisha kwamba shughuli hii inafanikiwa. Nawashukuru sana wadhamini wakuu, lakini nawashukuru sana wale wote kwa namna moja ama nyingine wamehakikisha bonanza hili linafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Niwahakikishie Watanzania, hii yote ambao umeona watu zaidi ya watu 20,000 wako hapa leo, hii ni kuona kwamba nchi yetu iko salama. Hii si message ya mazoezi peke yake, lakini message ya kuona kwamba taifa liko salama, nchi yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko salama, na taswira hii inakwenda kuongeza ari, kuongeza uaminifu, kuongeza uzalendo na kuongeza Watanzania walio nje ya nchi na watu wengine ambao si Watanzania kuona kwamba Tanzania ipo salama na wanaweza kuja kuwekeza na kufanya mambo mengine.